Unakumbuka wiki moja iliyopita pia aliibuka bungeni na kuonyesha wasiwasi wake kuhusu baadhi ya miradi pale Arusha, na waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa akaahidi kwenda kulifanyia uchunguzi na kufanya utafiti na kuja na majibu bungeni, ambapo jana majibu yalikuja, lakini pia kwa kuna mkanganyiko, ambapo baadaye mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo akaomba radhi rasmi bungeni jioni jana tarehe 23 kufuatia sintofahamu iliyozuka asubuhi wakati wa mjadala unaohusiana na tuhuma ambazo alizitoa kutokea Arusha. Sasa akizungumza kuhusu ruhusa maalum ya spika wa bunge Dr. Tulia Ackson, Gambo alitumia kanuni ya 70 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari 2023 inayohusu kutotoa taarifa za uongo bungeni, kuelezea msimamo wake na kuonyesha kujuta kwa tukio hilo. Kasa mzima kutoka bungeni jana, kama ulikosa basi huu hapa. Ukipitia Hansard ama taarifa zetu rasmi za bunge, katika ile kuuliza na kujibiwa, Mheshimiwa Gambo mwishowe akatumia sasa maneno ya kwenye kanuni kwamba waziri amesema uongo kwenye kwamba yeye alikuwa mkuu wa mkoa, sio alikuwa mkuu wa mkoa, kwamba mradi ulianza yeye akiwa mkuu wa mkoa 2019. Sasa wakati anataka kuleta hoja nyingine, maana kwenye taarifa anasema anazo 2. Mimi sikutaka tena kumruhusu kuleta ya pili, kwa sababu nikaona sasa ni kama tunajadiliana humu ndani, na nyinyi mnafahamu kazi humu ndani zinafanyika kwa kamati. Ndio maana huwa sizungumzi moja kwa moja na mbunge mmoja. Nikasema waende kule kwenye kamati ili huu uongo wa waziri uliosemwa hapa yeye akathibitishe kule. Sasa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 70 ndio inayozungumza kuhusu kutokusema uongo bungeni, na inatoa fursa hii ambayo ndio amepewa hapo Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo kama ningekuwa na muongoza Mheshimiwa Gambo namna ya kuomba hiyo radhi, ningekuwa nasema anaweza sasa yeye kufuta maneno yale yaliyokuja baada ya taarifa ya waziri, kuashiria kwamba yale yote amekubali, yani taarifa, yani kama vile alivyokuwa amekaa kabla hajaomba muongozo ndo amekubali. Kwa nini? Kwa sababu amesema taarifa ile ya mchana ambayo Mheshimiwa waziri alikuwa na sio ya mchana. Mchango wake wa leo unazungumzia stendi tofauti. Kwa hivyo tunashughulika na ile ya asubuhi. Kwa hivyo Mheshimiwa Gambo anachotaka kusikia Mheshimiwa waziri, ili sasa tuongozane vizuri kikanuni, ni kwamba baada ya serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hoja ambazo uliziweka kwenye mchango wako ulipokuwa unachangia siku ya, nadhani sikumbuki tarehe, lakini siku uliokuwa unachangia kwenye budget ya TAMISEMI, ule ufafanuzi uliotolewa na Mheshimiwa waziri umeukubali. Hiyo hoja yako Mheshimiwa waziri. Sasa kanuni ya 70 ukisoma fasili ya 7 na ya 8, ikiwa Mheshimiwa Gambo umeelewa sasa haya maelezo, ni kuongoze kwenye hizo kanuni 2, alafu tunakuwa tumemaliza. Umeelewa maelezo niliyotoa? Niko tayari kwa mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, sasa hii kanuni inataka maneno yafutwe kwenye taarifa rasmi za bunge. Kwa hiyo mbunge ni kwamba anapaswa kufuta kauli yake. Kwa hivyo yeye ameomba radhi na amefuta kauli. Sasa sema hayo maneno mawili ili waziri asikie akitokea kwako. Naona yuko jirani yako hapo. Kwa hiyo wewe futa haya maneno baada ya ule ufafanuzi niliotoa mimi baada ya taarifa ya waziri, alafu omba radhi, tunatoka hapa. Withdraw na naomba radhi. Sema nafuta badala ya neno na withdraw. Napendaga Kiswahili. Nafuta. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, baada ya Mheshimiwa Gambo kuomba radhi na kufuta maneno hayo,
Sasa kwa sababu hayo maneno ya kusema kwamba maneno ya waziri hayakuwa yamekaa sawa sawa, ama kwa kutumia sasa kanuni zetu alikuwa amesema uongo, kwa kuwa yameondoka kwenye taarifa rasmi za bunge, anakuwa haendi tena kwenye kamati yetu ya maadili, haki na madaraka ya bunge, kwa sababu kunakuwa hakuna kinachompeleka tena huko. Kwa hivyo bunge kwa makofi hayo naamini mmeafikiana na msamaha huo, ndio maana sijawahoji, kwa sababu ingekuja taarifa ya kamati hapa ningewahoji. Kwa hivyo hata kuiondoa hii hoja kwenye kamati ingebidi mhojiwe, lakini nimeona watu wote mnapiga makofi. Au kuna mtu hajaridhika na msamaha? Morning Express. Haya bana, hivyo ndio ilivyokuwa bungeni. Kwa wale ambao hawakumbuki vizuri, wiki moja iliyopita mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo alieleza uwepo wa dalili za ubadhilifu wa fedha katika ujenzi wa jengo la utawala mkoani humo, akidai kuwa vipimo vya mradi havilingani na vile vilivyoainishwa kwenye makadirio ya matumizi ya fedha. Sasa akizungumza, ilikuwa ni Jumatano ya Aprili 16 wakati wa kuchangia hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi Wizara ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI ya mwaka wa fedha 2025-26, Gambo alisema kuna tofauti kubwa kati ya taarifa ya manunuzi na utekelezaji halisi wa mradi. Kauli hiyo ikamfanya wa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson kuingilia kati na kumtaka Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa kufuatilia kwa kina madai hayo ambayo aliyataja kuwa ni ya uzito mkubwa na kutoa ripoti fupi juu ya swala hilo. Na jana Waziri Mchengerwa kaja na ripoti hiyo ambayo ilikuwa ikieleza kwamba hakuna ubadhilifu ambao Mrisho Gambo alikuwa ameueleza bungeni. Sasa baada ya hapo ndo yakatokea haya kutokea, na baadaye lakini umeona na kusikia umesikia ambacho amekihitimishia Spika. Wakati Waziri Mchengerwa anajibu sasa hayo ambayo aliyatoa kama tuhuma Mrisho Gambo, ilikuwa hivi kuzungumza. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili aliibua hoja zinazodai kuwepo kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea malipo yasiyo halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa. TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Morning Express. Mchambuzi wa masuala ya cheche za siasa mchambuzi wa masuala ya ubadhirifu amefika hapa. Wada, hiyo ndio ilivyokuwa wakati Mohamed Mchengerwa, waziri wa TAMISEMI, akijibu na kutoa taarifa sasa rasmi baada ya kufanyika uchunguzi wa zile tuhuma ambazo amesema zilikuwa nzito kweli kweli, ambazo alizitoa Mrisho Gambo kuelekea kwenye ile miradi ambayo iko pale Arusha. Baadaye umesikia wakati tunaanza hapa kwamba Mrisho Gambo ameomba radhi kwa kile ambacho pia bunge, sababu bunge pia alisema baadaye kwamba Waziri Mchengerwa kadanganya, lakini baadaye ameomba radhi, amefuta. Kwa hiyo chongo umeisha. Ndugu yangu, chongo umeisha. Gambo anasemaga moja bila, amekubali moja bila, mtu ugenini mtu anaongoza moja. Kwa maana yake inahesabiwa mawili. Kuna kazi sana Arusha makao. Kuna
wanakaza na harusi. Waziri nimesikia hapo anasema ni cheche za kisiasa. Sasa cheche za kisiasa. Cheche za kisiasa hizo. Man. Haya bana, lakini ndio tulikuwa tukisubiria kuona ripoti ya waziri, na jana ndio amesema wataiwasilisha, lakini kwa machache ambayo aliyazungumza hakuna hela iliyoibiwa kama ambavyo